Mbio za ubingwa tumezimaliza. Alama 5 ni alama nyingi. Kwa watu waliobaki ni viande. KMC namfunga magoli nikiwa nimefunga macho. Azam FC nitafunga magoli ya kideoni. Wote waliobakia hawa yani ni mchekea. Niliwaambia watu kama hii mechi itaisha salama, Yanga tunaenda kuvunja rekodi tulioiweka. Tuliweka mechi 49 za kwenye ligi bila kufungwa. Leo ni mchezo 40 kwenye ligi bila kufungwa. Kwenye michezo 9 unayoiona mbeleni, kuna nani wa kuizuia Yanga asivunje rekodi aliyoiweka mwenyewe? Tunaenda kuivunja rekodi tulioiweka wenyewe. Sisi unaweza kujua tunashangilia sana kwa sababu labda tumedraw na Simba. Tunashangilia sana kwa sababu tumetoka nyuma. Draw yetu ni ya comeback. Draw yetu inafufua matumaini ya kutetea ubingwa wetu. Kwa hiyo tumefurahi na tunaondoka Meja Isamuyo tukiwa tumefurahi vibaya. Na nimegundua kitu kingine. Yanga tuna sanaa nzuri sana kucheza kwenye matope. Yaani tuna sanaa nzuri vibaya mno ya kucheza kwenye matope. Nimeambiwa za chini kwenye mchezo wa FA unaokuja Yanga na JKT, mbungi inapigwa hapa. Tunawaomba JKT ya Masau Bwire, JKT ya Siosi Njemedari Saidi, JKT sijui ya kina nani. Tunaomba hiyo mechi yenu na Yanga ya FA, kama itakuwa ni kipindi cha kiangazi uwanja umekauka, tunaomba wafungulie koki zote za jeshi hili zimwage maji uwanjani. Alafu walete wale makuruti wadogo wanaoanza na JKT, wafanyie depo pale siku 2, tukute uwanja una matope tifutifu hivi. Tutaenjoy sana kucheza na JKT ukiwa na matope. Tumegundua tuna sanaa bora vibaya mno kucheza kwenye matope. Na niwaibie siri. Ile rebound mpaka linapatikana goli la Mamnyeto. Ingekuwa KMC, ingekuwa Zanzibar, ingekuwa kwa Mkapa, ile ni mipira ambayo tunaona Rushain Deroka anaikuta na anaizuia. Kwa hiyo Simba walikuwa wanalilia kucheza kwenye matope, kumbe wachezaji wao hawana hata sanaa ya kuzuia kwenye matope. Tumeenjoy, tumefurahi na hii sare tulioipata. Na kama sisi Yanga tungeanza na magoli mawili kama walivyoanza wao, kesho wangeandika press release hawataki uwanja wa Meja Isamuyo, wangehama uwanja mwingine. Ila kwa sababu ni Goigoi Football Club wanaendelea na maisha mengine. Na hii timu kwa nini Mangungu akienda kwenye comfort zone wanazidi kumwamsha? Alikuwa shatulia mzee wa watu Zanzibar, wametufunga vizuri kwenye ligi, wanaenda vizuri. Libasa anafunga, Chama amerudi kwenye utoto, Enoze Lwemba anacheza kama Pedro wa Barcelona. Kwa nini wanaongoza 2 wanaruhusu tena zinakuja kuchomola? Haya si mambo ya Esperance de Tunis jamani. Kwa Mkapa wanasawazishiwa, Mangungu anakimbizwa na raia na mashabiki. Leo kama sio huruma za Dube, Depu, Pakome, kuna moja Dube ameikevu, ingeingia hizi mbaki zisingekuwa zinanioji saizi, mngekuwa mnamkimbiza mwenyekiti saizi yuko Kunduchi, watu wanachama wanataka kumua. Tumeenjoy, tumerelax. Ndugu zangu waandishi, sitaki kuongea leo sana kwa sababu wanaweza wakasema tunashangilia sare. Tuache unafiki. Najua waandishi wa habari mnaogopa kuongea, mnaogopa kupost kwa sababu nyinyi ni waanga wa kunyimwa accreditation. Leo tu Kizinga nakwambia waandishi zaidi ya 10. Kevo hujapata hata uko tiketi hamna 1 2 3 tusaidie. Tumenyimwa accreditation kwa sababu tumepost video za Yanga wako kwenye matope uwanjani. Waandishi na msikati kwa sababu mna nidhamu ya uoga. Nyie ndio watu wa kwanza kuukomboa mpira. Kama mtanyimwa accreditation, mmeumbiwa kupambana, mtapambana, mtaingia viwanjani. Kama leo mmenyimwa, lakini mko saizi mnafanya mahojiano baada ya dabi ya Kariakoo. Uambieni mpira ukweli. Sijamaliza. Tuongee tu ukweli. Linesman namba 1. Linesman namba 2, mwamuzi namba 1 na namba 2. Nani anamzidi ubora Frank Komba? Hawa waamuzi wanakosea kwa sababu ya kozi zenu hazina vigezo. Waamuzi wanakosea kwa sababu mnawalipa hela ndogo, mnachukua mabroadcast kibao, ligi na wadhamini 90. Hizo hela mnapeleka wapi? Ekeni kozi za waamuzi, boresheni maslahi ya waamuzi. Waamuzi wanakwepa rushwa, hawatachezesha kwa rushwa. Sasa wewe kiongozi wa Yanga, kiongozi wa Simba, unamfuata muamuzi wa mchezo, TFF washampa milioni 50 kwenye mchezo mkubwa wa dabi ya Kariakoo. Mimi sitaki kuamini wale waamuzi wote 4 kutoka Morocco, kuanzia wamekuja mpaka wanaondoka, hawatumii chini ya milioni 80. Bajeti ikija hapa atakwambia ametumia milioni 80 kuwasafirisha, kuwarejesha, kukaa hapa nchini mahoteli na kila kitu. Hizo hela ukimpa Kayoko, hizo hela ukimpa Ragija, hizo hela ukimpa Kefa Kayombo, wanakuja kuchezesha machuadi hawa waamuzi. Binafsi sijaona linesman wa kwanza, kibendera namba 2, aliyemzidi Frank Komba sijaona, uwezo wao ni mdogo, wamekuja kuchezesha kwenye matope. Muamuzi wa kati, Jafet Smart anachezesha vizuri kuliko muamuzi wa kati wa leo. Hizo hela tunaweza kupeleka kwa Morocco. Wa Morocco wenyewe na matatizo chungu nzima. Mmeangalia wote AFCON. Waamuzi wa Morocco wamehusishwa na nini?
Taifa la Morocco mpaka kiongozi wao amehusishwa na nini? Nyie ndio mnatakiwa waandishi wa habari kuusemea mpira. Ni matumizi mabaya ya fedha. Misuse of resources unaijua? Misuse resources. Tumechukua hela zetu kuwasafirisha, kuwaweka mahoteli, afu uwezo wao ni mdogo. Bado tumewaibisha mpira wa nchi yetu. Ili shamba la mpunga muamuzi unamtoa Morocco. Hiyo hela ya Morocco si ungetengeneza pichi hapo mambo yakakaa vizuri. Kwa hiyo tunafelishwa kwenye mpira wa nchi kwa sababu viongozi hawako makini. Kwenye dabi ya Kariakoo wanakosea. Simba anasema hatuchezi. Yanga tunasema hatuchezi. Huo tayari ni udhaifu unaonyesha kwamba wao wako ofisini na bado wana udhaifu. Kwa nini waamuzi wakikosea wanawafunga? Okay, muamuzi wale ametunyima sisi offside ngapi pale? Anasema ni offside. Tuone akipewa adhabu kama alivyopewa Kasimu Mpanga kushushwa madaraja. Tuone Minchui ameshushwa madaraja. Hawa waamuzi wa kigeni wakikosea wanaadhibiwa na nani? Kwa hiyo tunatoka kwenye misingi yetu. Morocco wana matatizo chungu nzima. Sisi tuna matatizo chungu nzima. Tuwatengeneze hawa marefari. Kesho tuwe proud kuwaona wako FIFA. Kesho tuwe proud kuwaona wako level za CAF kuliko kuwasafirisha watu wenye uwezo mdogo. Hawa leo wana uwezo mdogo. K4, dakika 45 za kwanza. Dakika 45 za kwanza ndani ya dakika 10 mmeruhusu goli. Nini unaona kilikuwa kimepungua kwenu nyinyi? Dakika 45 za kwanza ilikuwa ni mpira kujitutumua. Yes. Dakika 45 za pili ilikuwa ni soka la Kifaransa, soka la Ulaya, soka la wachezaji waliokuwa matured. Wewe umemwona Yaokwasi, class is permanent, form is temporary. Dakika 45 za Yaokwasi zinamfanya kuwa fullback aliyecheza dakika 90, aliyofanya substitution akaingia mwingine. Hakuna aliyemzidi kwenye eneo la fullback ya Yaokwasi. Hiyo ndo class ya Yaokwasi. Kwa Chama, hebu tumuongelee kidogo Chama. Chama mlisema Chama amezeeka. Umeonaje kiwango cha Chama kwenye game ya leo? Chama ni dictator. Kama mashabiki wa Real Madrid wanavyosema Kylian Mbappe ni dictator, akiwa uwanjani timu yao haishindi na Mbappe anashinda. Namchukulia Chama kama dictator. Kaja Simba anapata magoli, ana assist, anapata sijui man of the match, lakini haisaidii Simba. Ndio dictator Kylian Mbappe anafunga magoli mengi kuliko watu wote La Liga, anafunga magoli mengi Champions League, Madrid haichukui kombe lolote. Kwa hiyo Chama ni ngumu kumtofautisha na Mbappe kwa sababu wote ni madikteta kwenye timu. Kwanza akiwepo kwenye timu Chama, ni lazima timu yao Chama acheze dakika 90. Zanzibar tumemwona Chama kwa iji yake, unamhukumu Morris Abraham anatakiwa apate sio umeona kwetu Pacome amechoka, ameingia Edmund John amefanya makosa, wenzetu wamepoteza kombe. Hata Chama naye anatakiwa kufanywa sababu ili timu iflow vizuri. Kama ataendelea kumkumbatia Chama, mechi itaisha Chama ni man of the match. Chama ana goli, Chama ana assist, lakini makombe hayo Yanga Afrika. K4 mlionekana kumuimba sana Atola Kwasi yao. Mara baada ya kuona Israel Patrick Mwenda hafiti sana, Chama anapita sana. Kwa nini mlikuwa mnamuimba yao Kwasi? Yaokwasi ni mchezaji bora na ameonyesha kiwango kizuri kwenye mchezo ambao tumepoteza kombe la Muungano. Kwa hiyo leo Israel nadhani hakuwa na mchezo mzuri. Honestly, hakuwa na mchezo mzuri. Na inatokea kwa Messi, kwa Mbappe, kwa kina Lamine Yamal wanakuwa hawana mchezo mzuri. Lakini haimaanishi kwamba Israel ni mchezaji mbaya. Ni mchezaji wetu na tutamlinda. Makosa ya design ile ishafanya Hussein Kazi ameondoka kwenye mpira wa Tanzania, amefanya Kevin Kijiri ameondoka kwenye mpira wa Tanzania. Juzi amefanya Edmund John, tumemkumbatia, tunampa support vizuri na mechi inayokuja tutaenda kumtunza Edmund John. Mechi ya KMC kwa sababu ni mechi ambayo tunaamini tutafunga magoli hata tukiwa tumefunga macho. Ni mechi ambayo tutaenda kumuokotesha Edmund John. Sisi tunawalinda wachezaji. Israel hakuwa na mchezo mzuri lakini bado ni mchezaji mzuri. Kwa sababu ukimtoa Duke Abuya na Alan Okelo, mtaje mchezaji yoyote wa Yanga mwenye assist nyingi msimu huu kuliko Israel. Kwa hiyo kukosea kwa Israel leo hakufanyi kuanza kusema Israel ni mchezaji mbaya sio afai kuwa Yanga. Tunaheshimu kitu alichokifanya Israel na tutaendelea kumpa support na ubora, lakini kwa leo Yaokwasi amenifurahisha.